Karibu ndani ya Media Bukavu TV, tunakuwapasha habari zetu za asubuhi, muda wetu wa saa 2. Tunaendelea kuwaletea habari zenye uhakika na habari zenye kamili kwa sasa. Na kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi katika kipindi chetu cha asubuhi ndani ya Media Bukavu TV, kumbuka kusubscribe, like, comment. Sehemu pekee utakuwa unapata habari zenye uhakika ukiwa unafuatilia Media Bukavu TV. Kumbuka leo tuna mengi ya kutangazia mashabiki zangu, endelea kuungana na Media Bukavu TV, tuendelea kujua mengi zaidi. Tunakutakia, kumbuka leo ni siku ya weekend, leo ni Samedi, leo ni siku ya kujienjoy live, na kutakia wale wanapata nafasi enjoy na familia yako. Lakini katika muda huyu mashabiki zangu, tunakuletea habari zenye uwanja wa mapambano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiwa unanisikiliza kutokea maeneo popote, endelea kuungana na Media Bukavu TV. Tunakukaribisha ndani ya Media Goma TV, sehemu pekee utakuwa unapata habari zenye uhakika. Ukiwa unanisikiliza katika maeneo popote, ungana na mimi, utaendelea kujua habari zinavyotokea katika kipindi cha Media Goma TV. Kwa sasa tayari kuwa pamoja na mimi na kwa muda yoyote. Kumbuka, ukiwa unafuatilia Media Goma TV, unafuatilia Media Bukavu TV, sehemu pekee utakuwa unapata habari, utakuwa unapata ujumbe yenye uhakika. Kwa sasa katika muda huyu tunakupeleka katika uwanja wenye mapambano katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakuletea mara moja habari zinavyotokea katika eneo tofauti katika uwanja wenye mgogoro katika upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika maeneo tofauti vita imeendelea kuzuka zaidi, na tunakuja kuzungumzia na kukuletea habari inavyoonekana katika seta lenye mgogoro na seta lenye uwanja mapambano. Kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, government ya Kongo kwa sasa imeendelea kutengeneza chama chipya ya wanajeshi kwa majina kadhaa. Kumbuka, ilianzana na serikali inayojiita IBU, ya pili ikaanzana na wanajeshi wanaojiita Serpent Noir, na ya tatu sasa ndio tunakuja kuwatangazia ni wanajeshi wa gani serikali imelansi katika uwanja wenye mapambano kwa sasa. Kumbuka, ukiwa unaungana na mimi, kumbuka ni sehemu pekee utakuwa unapata habari zinavyo kamili katika uwanja wa mapambano kwa sasa. Jeshi la IBU ni jeshi, inamaanisha kwenye lugha ya Kiswahili IBU inamaanisha sulukutu. Wala wanaelewa lugha ya Kiswahili, sulukutu ni kusema nini? Hiyo ndege inayotembea muda wa usiku, watu wengine wanasema ni ndege ya kiuchawi, na ndio maana inaitwa IBU. Wanajeshi wengine serikali ilikuja kulanse ni wanajeshi wapya wanaoitwa Serpent Noir, wanapatikana upande wa Uvira, pamoja na jeshi la IBU wanaopatikana upande wa Uvira. Na kwa sasa jeshi lingine lipya limeonekana kwa sasa katika upande kutokea mashariki ya Sud Kivu, upande wa Kalehe. Ni jeshi lipya linaloitwa Elefa. Wanaelewa lugha ile. Elefa ni lugha ya Kifaransa, kwenye lugha ya Kiingereza inaitwa Goliath. Na kwa sasa katika muda huyu tayari tunakuja kuletea hii. Kwa sababu gani jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuandaa wanajeshi wapya kwa sasa, na wanajeshi wa nguvu zaidi. Kwa sasa taarifa tuko nayo sasa, jeshi hili lipya linaloitwa Elefa ndio linafanya matata kupiga wanajeshi wa M23 upande wa uko Kalehe. Kama mnavyosikia, vita hii ilikuwa inaonekana katika upande wa Kalehe tangu tarehe 10 mpaka tarehe 14. Ilikuwa ni wanajeshi wa Elefa pamoja na jeshi la Wazalendo, kwa sababu watu wengi tulikuwa tunaamini kwamba tayari serikali ya FARDC wameanza kupigana kwa kweli na hasia, lakini katika taarifa hili sio wanajeshi wa FARDC, ni jeshi lingine lipya serikali FARDC gouvernement imelanse kwa upya. Kumbuka, tangu kuna wanajeshi mliona mara kwa mara kwenye mtandao walikuwa wanakabidhi madokima zingine zilikuwa katika maenvelope. Wale tulikuwa hatujajua wanajeshi hao wanaenda wapi, hawa ni wanajeshi wa gani. Kumbuka, katika wanajeshi walikuwa wanavaa kama wanajeshi wa IBU, lakini sio jeshi la IBU, kumbi ilikuwa ni wanajeshi wanaojiita Elefa. Hawa sasa jeshi wa Elefa walikuja na nguvu tofauti kuliko jeshi la IBU. Nisikiliza vizuri, wanajeshi wa IBU walipambana kwa kweli, wanajeshi wa Sepano walipambana kwa kweli, lakini hao wanajeshi Elefa walikuja katika uwanja mapambano, wako na nguvu mingi zaidi na wako na strategy ya vita mingi zaidi, mpaka wanajeshi wa M23 wanapigana na wanajeshi wa M23 walipigana na hao wanajeshi wa Elefa na Wazalendo, mpaka wakaamini kwa
wakasema kwa kweli au wanajeshi wengine wamekuja ni wakina nani? Lakini katika hata sisi tulikuwa tunaamini hawa ni wanajeshi wetu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini katika taarifa sio wanajeshi wa FARDC, ni wanajeshi wengine wapya wametumwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mashariki. Wale wameenda kujifunza vita katika mainchi kigeni, na wamekuja na vita tekniki ingine mbaya zaidi, kwa sababu walikuwa kipiga M23 wanakimbia, wanapiga M23 wanakimbia. Mara moja hao wanajeshi wamekuja na njia. Sasa hao wanajeshi gisi walikuja na strategy, hili ndio niwapeleke vizuri. Hao wanajeshi wamekuja na nia moja, walikuja na strategy ili mara moja wakomboe Minembwe, wakomboe Rubaya, wakomboe Ruchuru, wakomboe Goma, wagomboe na Bukavu, na waingie katika vijiji, maeneo zote zimezingirwa na jeshi la FARDC, la jeshi la M23. Siri ni gani serikali imetumia kwa sasa? Kuna wengine wanasema tayari serikali FARDC walikuwa na mkutano upande wa Beni pamoja na jeshi, viongozi la jeshi la Burundi na nini. Kwa hao wanajeshi wamekuja, hii ni taarifa imekuletea break news, ni wanajeshi wamekuja na teknike yao bila kuchanganywa na jeshi la FARDC, kwa sababu waliona katika uwanja hawa ni wanajeshi. Niliwaambia kuna siku mtakuja kusikia chama cha FARDC kimetolewa. Hiyo nimekuletea kwa sababu kumbuka, chama cha kwanza cha Ibu, ya pili Sepanwa, ya tatu sasa hii inayoitwa Elefa. Kwa sasa mnasubiri kuna chama kingine kipya ndakuja kuwaletea, kinataka kutangazwa kwa sasa. Kumbuka serikali inaendelea kuunda na kutengeneza wanajeshi, wale watakuja kurejesha amani na wale watakuja kupambana wale watakuja kupambana na wahasi moja kwa moja, na wakipambana na wahasi kuna mengi itakuja kutendeka. Na kwa sasa njo niko nawaeleza kwa sasa kuna jeshi kama jeshi mnavyoona. Niliwatangazia kuambia mara moja, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi alitangaza kamanda huyu anayoitwa Olivier Kasita. Olivier Kasita ni kamanda umoja kwa kabila ya Watusi wa Nyamulenge. Alikuwa Uvira, hatua alitolewa Uvira, alikimbizwa na raia population ya Uvira, lakini baadaye alipewa vijiji, alipewa maeneo 9 inabidi adirije, na ndani muko lake Tanganyika katika upande ya Plateau. Hili ndio watu wale wana raia population kwa sasa upande wa Uvira. Kuna wengi walizungumza kusema kwa sasa kama Kasita tena amepewa mamlaka kali sasa, yeye ni chief operation deuxième militaire upande haya eneo 9 amepewa kwa sasa. Hili ndio jambo anaoitwa viongozi wengine wako wengi kwa sasa. Serikali imeendelea kubadilisha viongozi, wale walikuwa wanaendelea kuwatoa wanaweka wengine kwa sasa, ili niwapeleka kwa sasa jambo linavyoonekana katika uwanja wa mapambano katika seta lenye mgogoro, vita imeendelea kuwaka zaidi. Sasa ili niwapeleke sasa FARDC ili upande wa Ruchuru na uko upande wa Sud Kivu wa M23 walikuwa wanatafuta njia watapenya ili waingie Walikale. Mara moja serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu M23 walikuwa wanataka wapenye katika upande wa Masisi ili waingie upande wa Walikale. Wanajeshi wa FARDC wakafanya nini? Wakawazuia. Sijui kama unanielewa hivyo. No, sio nani? FARDC walitaka kuikuja waingie upande wa Rubaya kupitia njia ya Masisi. Mara moja FARDC walizuiwa na M23 katika maeneo, katika njia wasiingie upande wa Rubaya, kwa sababu kila kona FARDC ilikuwa kitumia kwa kupiga ili waingie huko upande wa Rubaya, ilikuwa nazuiwa na wahasi wa M23, wakafunga kabisa njia zote. Na M23 nao ili waingie upande mara moja ya Walikale, kwa sababu FARDC na waliwazuia njia ya Masisi. Sasa M23 wakakuja ili wakuje kupenya upande ya Sud Kivu ndani ya eneo ya Kalehe. Mara moja FARDC na wakasema wakawafungia nao njia katika eneo ya Kalehe ili wasifanye nini, wasiingie upande wa Walikale. Yani tunasema sasa FARDC nao wanatafuta jinsi wataingia Rubaya, wanazuiwa. Waasi M23 nao wanatafuta njia ili wapenye waingie Walikale, nao FARDC wanawazuia. Lakini kwa sasa wale wanaozuiwa sio FARDC upande wa Kalehe, ni wanajeshi wanaoitwa Elefa, jeshi lipya la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio maana nakwambia katika uwanja mapambano, habari zinavyotoka kwenye vita limekuwa hatari sana. Hatari sana. Katika muda huyu tuwapeleke, vita imeendelea kunuka katika eneo inaitwa Kasuka. Huko ni Walikale, vita imeendelea kuwa mbaya zaidi katika vijiji kadhaa.
Tukielekea huko Walikale, habari mashabiki zangu, naendelea kuwaletea jambo hili linaendelea kuwa mbaya zaidi katika upande wa hapo Walikale, eneo inaitwa Kazuba, eneo ya Kazuba na kuelekea eneo inaitwa Banasuka, huko ni Walikale. Vita imeendelea kuwa mbaya zaidi kwa sababu waasi M23 wanaendelea kushambulia katika maeneo ama ngombe za FARDC na wazalendo katika eneo inaitwa Kazuba, na katika eneo inaitwa Kazuba eneo inaitwa Kanasuka, mapambano imeendelea kuwa mbaya zaidi. Na ili niwalete katika breaking news inaendelea kuonekana katika vijiji, ili mambo inaendelea kuonekana vibaya zaidi katika eneo inaitwa Bwito na Tongo katika upande wa Ruchuru, huko vita imeendelea kuwa mbaya zaidi. Hatua mapambano alikuwa imeendelea kuwa mbaya zaidi katika maeneo kuna generale katika, ilikuwa ni tarehe 13, generale koloneli anayoitwa Ruhamanima alifariki. Wakaaji kutokea eneo ya Bwito upande wa Tongo wakasherekea, lakini ukiwa muuaji inabidi watu washerekee kwa sasa, kwa sababu wewe umetesa raia population sana. Lakini sehemu nyingine imeonekana hali tete kuwa mbaya zaidi, ni upande wa Mambasa huko Beni, eneo ya Babila Babombe. Raia population iliwatangazia kuna raia population 45 population walikuwa wameshikwa mateka na waasi wa ADF. Mara moja kuna watu 12 wamerejea, lakini wengine bado hawajapatikana. Imeendelea kuweka hali tete na wakaaji, kwa sababu wanasema wanawachukua na wapeleka kwa kuwaomba pesa ili wapate pesa kwa sasa. Habari zingine kutoka upande wa Kale, eneo inaitwa Kazenga, tena mtoto wenye risasi na Chamombo, vita imeendelea kuwa mbaya zaidi. Kumbuka katika maeneo haya inazingirwa wanajeshi wa Zalendo na LFA pamoja wanaokubaliana kupambana na waasi wa M23. Watu wengi, kumbuka hakuna sehemu nyingine utapata habari ukiwa unasikiliza media Goma TV, ukiwa unasikiliza media Bukavu TV, sehemu pekee utakuwa unapata habari zenye uhakika. Wewe ni shabiki kutokea upande gani? Unanisikiliza kutokea maeneo gani? Kumbuka tangu muda huyu tunakaribisha katika mada zetu za kama kawaida, na kutakia heri njema na Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Kama unatusikiliza katika muda wa asubuhi, muda wa mchana na muda wa jioni, Mwenyezi Mungu akubariki na uendelee kusubscribe, partage katika kipindi chetu kila siku. Bye bye.